Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo tarehe 13 ya mwezi wa 6, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Antoni wa Padua, padre na mtawa Mfransisko. Antoni alizaliwa mnamo mwaka 1195 huko Lisbon, katika mji mkuu wa Ureno, ambapo baba yake alikuwa kapteni wa jeshi la kifalme. Akiwa na umri wa miaka 15, aliingia shirika la Mtakatifu Agustino. Kwa nguvu alijitoa, kwa bidii alisoma na kufanya mazoezi ya ibada katika monasteri ya Coimbra. Mnamo mwaka 1220 lilitokea tukio kubwa ambalo lilibadili maisha yake. Masalia ya Mtakatifu Berardi na wenzake ambao walikuwa mashahidi wa kwanza katika shirika la Wafransisko yaliletwa toka Afrika mpaka Coimbra. Alipoyaona, Antoni alishikwa na hamu kubwa ya kuwa shahidi misionari Mfransisko katika Afrika. Katika kujibu ombi lake alilokuwa akiomba mara kwa mara kwa unyenyekevu mkubwa, ruhusa ya kuhamia katika shirika la Wafransisko ilitolewa na wakubwa wake kwa shingo upande. Wakati anaondoka, mmoja wa wenzake akamwambia maneno kwa mzaha, "Nenda, labda utakuwa mtakatifu katika shirika hilo jipya." Antoni akajibu, "Ndugu, kama utasikia nimekuwa mtakatifu, hakika utamtukuza Mungu kwa hilo." Katika ukimya wa konventi ndogo ya Wafransisko hapo Coimbra, alipokelewa vizuri, na katika mwaka huo huo hamu yake ya kutumwa Afrika kama misionari ilikamilika. Lakini Mungu alikuwa na mpango tofauti juu yake. Mara tu Antoni alipokanyaga ardhi ya Afrika, aliugua sana. Hata baada ya kupona, bado alikuwa dhaifu kiasi kwamba akajiweka mwenyewe chini ya mapenzi ya Mungu, akapanda mashua na kurudi Ureno. Lakini dhoruba ilikipeleka hicho chombo mpaka pwani ya Sisilia, na Antoni akaenda Asizi, ambapo mkutano mkuu wa shirika ulikuwa ukifanyika mwezi Mei mwaka 1221. Kwa vile bado alionekana dhaifu na mgonjwa na hakuonesha elimu yake, hakuna yeyote aliyemjali. Padre Gracian, aliyekuwa provinsiali wa Romanya, alimhurumia na kumtuma katika konventi ndogo na tulivu karibu na Forli. Hapo Antoni alikaa kwa muda wa miezi 9 akijishughulisha na kazi za kawaida za jikoni na kazi za nyumbani. Lakini jiwe la thamani lililofichika lilikaribia kuonekana katika mng'aro wake. Antoni alitumwa huko Forli pamoja na baadhi ya ndugu kuhudhuria sikukuu ya upadrisho. Mkubwa wa konventi ile alitaka mmoja wao atoe mahubiri katika tukio lile. Kila mmoja alijitetea akisema kwamba hajajiandaa. Mpaka mwishoni Antoni aliombwa ahubiri. Wakati naye alijitetea kwa unyenyekevu sana, mhudumu wake alimwamuru kwa nadhiri ya utii kutoa mahubiri. Antoni alianza kuongea kwa ufasaha, utaalamu na hekima ya Mungu kiasi kwamba kila mtu alishikwa na mshangao. Mtakatifu Fransisko alipojulishwa juu ya tukio hilo, alimpa Antoni utume wa kuhubiri katika Italia yote. Kwa ombi la ndugu, Antoni baadaye alitumwa pia kufundisha teolojia, lakini katika namna ambayo Mtakatifu Fransisko aliandika wazi kwamba roho ya sala isizimwe ndani yako binafsi au ndani ya ndugu wengine. Mtakatifu Antoni mwenyewe aliweka thamani kubwa juu ya wokovu wa roho za watu kuliko elimu. Kwa sababu hiyo, kamwe hakuacha kufanya utume wake wa kuhubiri
pamoja na kazi yake ya kufundisha. Umati wa wasikilizaji mara nyingine ulikuwa mkubwa kiasi kwamba hakukuwa na kanisa kubwa la kutosha kuwaweka watu, na hivyo ilimbidi kuhubiri nje mahali pa wazi. Alitenda miujiza dhahiri ya kuongoa watu. Maadui sugu walipatana. Wezi na wala riba walirudisha mali haramu. Wasingiziaji na wachochezi walitubu na kuomba radhi. Alikuwa na nguvu sana ya kutetea ukweli wa imani Katoliki kiasi kwamba wazushi wengi walirejea katika kanisa. Kwa hivyo Papa Gregori wa 9 alimuita sanduku la agano. Siku moja alikuwa anahubiri huko katika pwani ya Rimini. Aligundua kwamba kundi la wazushi walimpa mgongo na kuanza kuondoka. Mara mhubiri aligeukia bahari na aliwaita samaki. Kwa vile wazushi hawataki kunisikiliza, njoni basi mnisikilize. Na tazama maajabu. Kwa kusema hivyo, makundi ya samaki walijitokeza wakiogelea, wakitoa vichwa vyao juu ya maji kana kwamba wanamsikiliza mhubiri. Mara wazushi walianguka miguuni pa Antoni na kuomba kufundishwa katika ukweli. Baraka za mahubiri ya Mtakatifu Antoni hazikuenea Italia tu. Mtakatifu Francisco alimtuma pia Ufaransa, ambako kwa karibu miaka mitatu, yaani mwaka 1225 hadi mwaka 1227, bidii yake ilibarikiwa kwa matokeo mazuri katika nyumba za shirika lake na katika kanisa. Katika juhudi zake kamwe hakusahau onyo la baba yake wa kiroho kwamba roho ya sala isizimwe. Kama alitumia mchana kutwa katika kufundisha na kusikiliza maungamo mpaka jioni sana, ndipo saa nyingi za usiku alizitumia kwa muungano kamili na Mungu. Siku moja, mtu mmoja mwenye nyumba ambayo Antoni aliitumia usiku alikuja kwa mtakatifu na kumkuta mikononi mwake amempakata mtoto mzuri ajabu aliyezungushiwa na mwanga wa mbinguni. Alikuwa ni mtoto Yesu. Mnamo mwaka 1227 Antoni alichaguliwa kuwa mhudumu wa provinsia ya Italia ya Kaskazini, na baadaye alianza tena kazi ya kuhubiri. Kuendana na kazi nyingi na mazoezi makali ya toba, mara alijisikia kuishiwa nguvu zake, hivyo alijiandaa kwa kifo. Baada ya kupokea sakramenti za mwisho, aliendelea kutazama juu mwenye tabasamu usoni. Alipoulizwa anaona nini, alijibu, namuona Bwana Mungu. Hapo akakata roho mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1231 akiwa na umri wa miaka 36 tu. Mara katika mitaa ya Padua watoto walianza kulia, mtakatifu amekufa, mtakatifu amekufa. Baba Mtakatifu Gregori wa 9 alimuingiza katika orodha ya watakatifu mapema mwaka uliofuata. Huko Padua, basilika kubwa na nzuri ilijengwa kwa heshima yake. Masalia yake matakatifu yaliwekwa pale mnamo mwaka 1263. Tangu kifo chake mpaka leo, miujiza isiyohesabika imekuwa ikitendeka kwa njia ya maombezi ya Mtakatifu Antoni, hivi kwamba anajulikana kama mfanya maajabu. Mnamo mwaka 1946 alitangazwa pia kuwa mwalimu wa kanisa. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Antoni wa Padua, padre na mtawa Mfransisko. Hekima hung'aa wala hafifi, huonekana upesi kwao wampendao, hupatikana kwao wamtafutao. Rejea kitabu cha Hekima sura ya 6 aya ya 12.
Watakatifu wengine tarehe 13 ya mwezi wa 6: watakatifu Fortunatus na Lucianus, wafiadini wa Afrika ya Kaskazini; watakatifu Anubisoyo, Georgius, Basgela, Arnobius, Petrus, Askrion, Argenida na Belfigius, wafiadini wa Misri; Mtakatifu Antoni wa Padua, Padre Francisco na mwalimu wa kanisa. Utuombee.